Basi muda huu hapa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa shirikisho la madereva wa pikipiki na bajaji kwa ajili ya wachangiaji wawili kutoka kwenye upande wa kundi hili. Mo apewe maiki Mohamed. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waendesha pikipiki, kama sauti ni hii na tuko mbele ya Mheshimiwa Waziri, tunatakiwa tumthibitishie kwamba yale malalamiko tunayopeleka kwake na majawabu yatatosha. Sasa lazima tuoneshe uhai wetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa majina naitwa Mohamed Idi Mohamed. Wana Mwanza wananifahamu kama Mo. Ni mwenyekiti wa waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza, makamu mwenyekiti shirikisho la vyama vya madereva pikipiki na bajaji Tanzania. Ninalo moja ambalo ninataka nikazie kupitia kile ambacho kimegusiwa juu ya punguzo la ada ya leseni. Hii ni hoja ya Tanzania nzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna utofauti mkubwa sana baina ya gari na pikipiki kuanzia kwenye faini. Mheshimiwa Rais baada ya kuona kundi hili haliwezi likawa sawa na madereva wa gari, alitupunguzia faini ya barabarani. Watu wa gari wakabaki na shilingi 30,000, pikipiki tukaenda kwenye shilingi 10,000. Hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. La pili, utofauti wa bima ya gari na bima ya pikipiki, kuna utofauti. Hoja yangu iko hapa. Katika leseni ya udereva kuwe na utofauti kama ilivyo kwenye bima na kama ilivyo kama ilivyo utofauti ulivyo kwenye faini na tofauti ilivyo kwenye bima. Leseni ya udereva ndani ya Tanzania nzima tuko zaidi ya watu milioni 3. Kuna kiasi kikubwa sana ambacho serikali inapoteza kupitia maafisa usafirishaji kwa kuweka bei ghali sana ambazo bodaboda hawezi kuhimili. Karibu 1% kati ya watu hao milioni 3, ukifanya research barabarani ukauliza wenye leseni ya udereva, hata 5% hawafiki. Tunachokiomba kupitia bunge la bajeti 25-26 lilipitisha ada ya leseni itatoka shilingi 70,000 kuja shilingi 30,000. Hilo mpaka sasa hivi halijafanyika. Tunaomba punguzo ya ada ya leseni, kuwe na utofauti baina ya gari na pikipiki. Ukichukua watu milioni 2 tu wakalipia ada ya leseni, kwa pamoja tuna zaidi ya bilioni 86. Ni fedha ambazo serikali hatuziingizi. Tunataka fedha nyingi wakati tunachoenda kukikusanya ni kidogo. Tuiombe serikali. Waendesha pikipiki tunahitaji tubaki kuwa madereva halisi wataofuata taratibu na kanuni za miongozo ya barabarani. Tunaomba punguzo la ada ya leseni kama ambavyo bajeti ilielekeza, na sisi tuko tayari kusimama waendesha pikipiki wote ndani ya Tanzania tuweze kumiliki leseni pindi ambapo itashushwa kutoka 70 na kuja 30. Asante sana. Asante sana. Nikaribishe kwa ajili ya mchangiaji wa pili. Habari tito zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, nashukuru sana kwa kupata nafasi hii, lakini pia nikupongeze wewe binafsi kwa kuteuliwa, kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kuteua kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia nikupongeze kwa kukubali
kuwa mgeni rasmi katika tukio letu hili kubwa ambalo linahusisha maafisa usafirishaji, bodaboda na bajaji pamoja na machinga nchi nzima. Hili jambo sio dogo kwetu, ni kubwa sana. Mimi naitwa Tito Lazaro, ni msemaji au afisa habari wa shirikisho la vyama vya madereva pikipiki mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania. Nitakuwa na mambo makubwa mawili, nikianza na jambo la kwanza. Mheshimiwa Waziri, miaka kama 2 au 3 iliyopita serikali ilituchukua baadhi ya viongozi na madereva pamoja machinga kuelekea nchini Rwanda ili kwenda kujifunza kwa namna gani wenzetu wamefanikiwa katika sekta hii ya usafirishaji kupitia pikipiki hili mbili, lakini pia kwenye swala la biashara ndogo ndogo hizi za machinga. Serikali ilitumia gharama kubwa sana kutupeleka pale nchini Rwanda. Tulikaa kule kwa takriban siku 10 tukijifunza, na baada ya hapo tukarudi ili tukirudi sasa tuwe na majibu ya nini kifanyike hapa kwetu. Tulivyorudi tukaja na majibu, tukaandika taarifa yote. Katika ile ziara Mheshimiwa Waziri tuliongozana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Ilala, ndugu yetu Edward Jonas Mpogolo, sisi tunamuita Mwamba. Tulienda naye kule nchini Rwanda na tukarudi. Baada ya kurudi tukaandika taarifa, tukaipeleka kuikabidhi ofisi ya mkuu wa mkoa. Kipindi kile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa Comrade Amos Gabriel Makala. Kipindi tunapeleka tu ripoti, muda mfupi Mheshimiwa Makala akawa amehamishwa Dar es Salaam na akaja mkuu wa mkoa mwingine. Kama ilivyo kawaida, anapokuja kiongozi mwingine tena anakuja na ya kwake, aendelezi pale alipoishia mwenzie. Ndivyo sehemu nyingi zilivyo. Basi baada ya hapo sisi kwa kushirikiana na Mheshimiwa Mpogolo akiwa mstari wa mbele sana kulishughulikia hilo, sababu tulikuwa naye Rwanda, tukanasa machache ambao tumeyachukua kule tukaanza kuyafanyia kazi, likiwepo swala la mfumo kwa madereva wote wa pikipiki tairi 2 na tairi 3 wasajiliwe, waingie kwenye mfumo, watambulike. Kuendesha mfumo, Mheshimiwa Waziri, ni gharama kubwa sana, lakini tunaendesha mfumo kwa kujichanga sisi wenyewe 1,000, 2,200 kulipia ule mfumo. Ule mfumo unaendelea na madereva mpaka sasa hivi takriban 20,000 nchi nzima wapo kwenye ule mfumo. Lakini kusajili madereva tu, Mheshimiwa Waziri, bado ni gharama kubwa. Tunajichanga sisi wenyewe. Serikali haijaweza kutusapoti ili madereva hawa wasajiliwe, waingie kwenye mfumo. Ule mfumo, Mheshimiwa Waziri, una faida nyingi sana. Dereva akiwa kwenye ule mfumo utasaidia mambo ya ulinzi na usalama, kumtambua dereva huyo anatoka wapi, anaishi wapi, yuko sehemu gani na vitu kama hivyo. Kuna hili swala ambalo ni kero kubwa mno kwa madereva pikipiki, Mheshimiwa Waziri. Dereva anakamatwa leo labda kukosa barabarani, anaandikiwa faini ile shilingi 10,000 au shilingi 30,000 kwa kosa matatu. Baada ya hapo anatakiwa alipe hapo ndipo pikipiki yake aweze kukabidhiwa aondoke nayo. Fikiria dereva huyo mtoka kwake asubuhi, hata shilingi 100 na wala hajui mtoto wake anakula nini. Anakamatwa, anaambiwa kwamba hapa hatuwezi kuruhusu mpaka ulipe faini ndio pikipiki iondoke. Faini ile anailipaje wakati ile pikipiki ndio inayomsaidia yeye kutafuta hela ndio aje alipe ile faini? Atafanyaje sasa? Pikipiki inakaa pale, au sasa ataomba huku na huku, mwisho wa siku atauza, atafika TV kake, apate hela, aenda kalipe ile faini, ili apewe pikipiki yake polisi. Lakini kumbe sasa kupitia mfumo huu dereva huyu ankamatwa ambaye yuko kwenye mfumo na ana uniform kadhaa, angelipa faini ndani ya siku 7 kama yalivyo magari. Ili atafute hiyo pesa hawezi kulipa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunakuomba hilo uitolee ufanuzi na ulikazie kweli ili dereva huyu alipe siku 7 kama alivyo dereva wa gari, sababu yuko kwenye mfumo. Anajua mtu tumpata wapi, tutamtoa wapi. Jeshi la polisi linajua. Polisi tunawashukuru sana hawa viongozi wakubwa wa polisi hawa, wenye vyoo vya nyota sisi kuendelea kwa mbele, hawana shida. Shida iko kwa baadhi yao huku chini huku. Unakamatwa, mwisho wa siku unaingilia huku, unatokea huku, tabu tupu. Dereva huyu ndo mwingine hadi kumfikia huyu askari mkubwa ni kazi sana. Anaishia kuchini, analalamika na lialia. Hiyo inajenga chuki kwa jeshi la polisi na serikali. Nimalizie jambo la pili, Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Jambo la pili, Mheshimiwa
Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, kwenye swala la mikopo kwa hao madereva. Madereva, Mheshimiwa Waziri, wanakopa. Tukiongelea mikopo kwanza ile ya halmashauri, ile mikopo ya halmashauri, madereva wanaambiwa waunde vikundi, wanaunda vikundi. Wakishaunda vikundi wanapeleka kule, bana muone hiki na hiki na hiki, wanafanya hivyo mpaka mwisho. Lakini mikopo hiyo asilimia kubwa haiwafikii. Mikopo hiyo hawapati, wanaopata ni wachache. Sisi hapa Ilala, Mheshimiwa, ndio mfano. Mimi hapa na kikundi changu, fikiria mimi ndo mti mkavu, si mbichi, mkavu, na kikundi changu tumeenda tumefanya taratibu zote, tukamwenda mpaka Mheshimiwa DC. Mheshimiwa DC akashika bango, anawaambia maendeleo, jamani, mbona mikopo hamuwapi hawa na wana sifa zote? Lakini bado huku chini ni chenga nyingi, kushoto kulia. Huko mikopo inatolewa kwa asilimia kwa maeneo mbalimbali kwa kujuana. Kama hamfahamiki nyinyi mtasota, kama mnafahamika mnapewa mikopo. Na kimsingi hawa maendeleo ya jamii hawa wako chini ya wizara hiyo ya maendeleo ya jamii. Nafikiri sasa ndio hiyo. Sasa hiyo wizara, Mheshimiwa Waziri, tunaomba sana sisi tutoe huko, tupeleke wizara ya kazi, wizara ya vijana. Wizara ya vijana yuko msana na huko hapo. Tumemuona kwa muda mfupi tukafanya kazi kubwa sana kuwafikia vijana. Tutoe huko kote, tupeleke wizara ya vijana. Na hata zile hela za Mheshimiwa Rais bilioni 100 ziende wizara ya vijana hapo. Tatufikia sisi huku. Asante sana. Wizara ya maendeleo ya jamii inafanya kazi kubwa kwa baadhi ya sehemu. Tunamshuhudia mara nyingi Mheshimiwa Waziri wa maendeleo ya jamii anadii sana na walemavu. Mlemavu akiolewa, moto unawaka kweli kweli. Ukisikia mwanaume kapuna na mke wake, Mheshimiwa Waziri kanipiga mke wangu, mama anakuja speed huyo. Hatari. Ni hatari kubwa. Ila huku kwa vijana huku, sisi tuko kundi wengine kwenye hela. Wazee, issue ni hela, au sio? Huku kwenye hela huku hatupati pesa. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba, mamlaka unayo, uwezo unao, tutoe huko maendeleo ya jamii, tupeleke hapo wizara ya vijana hapo. Mambo yanakuwa safi kabisa. Asante sana. Kwa upande wa bodaboda, mwenyekiti amechagua sana viongozi, lakini tulikuwa tunapenda tupate testi ya yule bodaboda ambaye yeye sio kiongozi. Kwa hiyo naomba mwenyekiti nichagulie mmoja ambaye unaona huyu sio kiongozi wa bodaboda. Ningependa sasa twende na juu sasa. Twende na juu. Au juu maiki hazifiki. Tutoe nafasi moja juu. Naomba mwenye maiki kidogo kwa haraka juu. Haya, hebu yule mwenye kofia yule mwenye kofia simama, upewe maiki. Mwenye kofia naomba sogea hapa katikati hapa walipo blast band. Sogea mbele hapa walipo blast band. Wakati maiki inakufikia hapo. Ni mwenye kofia aliyeko juu gorofani, alipo juu kule, sio huko. Wengine naomba utulivu kidogo. Hapo juu, wewe ulovaa kofia ndio unachaguliwa. Naomba sogea hapo pembeni, kuna maiki hapo kwenye blast band hapo. Naomba itumie hiyo. Na naomba kama kuna jambo limeshazungumzwa basi hauna haja ya kulirudia. Tafuta jambo lingine na jitahidi kufupisha muda. Naomba huyo mwenye kofia ndo apewe microphone. Makusudi na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa jina naitwa Shaban Ramadhani Mcheshi. Nashukuru kupata fursa hii, lakini kupongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuweza kuja kutusikiliza maafisa usafirishaji. Mimi niende moja kwa moja kwenye pointi ambayo ilisimamisha hapa. Waziri Mkuu, sisi maafisa usafirishaji wengi unaotuona hapa ni wapangaji. Hatuweza kumiliki viwanja wala nyumba.
lakini nyumba tunazoishi tunaweza kulipa kuanzia 100,000 na kuendelea kwa mwezi. Tulikuwa tunaomba kama inawezekana mtu angalie maeneo rasmi na sisi tuweze kuyamiliki kwa mikopo na tuweze kujengewa nyumba, tuweze kulipa. Uwezo huo tunao kwa asilimia kubwa sana, na hicho ni kilio kikubwa kama afisa usafirishaji. Hiyo ni ajenda kubwa nilikuwa naiomba. Lakini pili, sisi leo tumekuwa ni watu wa mifano kila siku katika mahospitali, kwa sababu hatuwezi kupatiwa bima halisia ambazo zinaweza kututibu kutokana na majeraha mbalimbali tunayopata, lakini kutokana na kipato chetu bima nyingi tunazozifikia ni zile ambazo haziwezi kutukizi kutokana na matatizo tunayopata. Mengi majeraha yetu ni yale ya kuvunjika, kuumia, tuna maradhi yale ya mafuvu ya kukleki na mengineyo. Kwa hiyo inakuwa bima zinakuwa haziwezi kututosheleza. Kwa hiyo tuko tunaomba kama kuna uwezekano maalum tukaandaliwa bima maalum afisa usafirishaji, na tukaweza tukapangiwa mipango maalum ili tuweze tukazichangia na ziweze kututibu katika matatizo yetu katika utendaji wetu wa kazi. Ni hayo Mheshimiwa, naomba kuwasilisha. Asante sana.